tangu nimekuwa mbunge nimekuwa nikipigiwa simu na wananchi wana uhitaji. Mtu anakuambia Baba Levo, tuko hapa ndani, mwili unatakiwa kuletwa, lakini hata sanda hakuna. Nikaona kama ni simu moja, nikaona zimekuwa ni simu nyingi. Sanda ya kumfunika marehemu imekuwa tena na yenyewe ni tatizo kwenye baadhi ya familia. Sio kama unanielewa. Kwa wakati najilalamikia, nilikuwa naongea na mzee mmoja hivi, nikamwambia yani kweli maisha ni magumu. Kuna mtu hapa anahitaji sanda tu ya kufunika mwili wa marehemu. Wamekosa, wanampigia mbunge niweze kuchangia. Basi yule mzee anaitwa mzee Salim akaniambia, Baba Levo, kwani uhitaji wa sanda unavyoishi kwenye jimbo lako unahitaji sanda kiasi gani? Sasa mimi nika sijui, unajua kabla nianze kupiga simu pale. Akasema sasa sikiliza, tutapeleka sanda kwenye kila kata, ofisi ya kata tutapeleka majola ya sanda ambao tutamkabidhi mtendaji wa kata, diwani wa kata, pamoja na shehe wa kata au viongozi wa dini wa kata. Tutawakabidhi pale ofisi ya kata. Kwa mtu akifariki hakuna haja ya kwenda tena kununua. Anaenda kwa mtendaji wa kata, anakatiwa kile kipande ambacho marehemu mwenyewe kama urefu na unene na vitu vingine, anakatiwa, waende wakazike bure, hatotoa shilingi 10. Sasa utakataa kwamba siwezi kuchukua masanda na jamani, unaenda kuwasaidia watu ambao walikuwa wanahangaika. Na ninajua kuna baadhi ya watu ya Kigoma mjini biashara yao ni kuuza sanda, ndio biashara yao. Ndio. Kwa hiyo ukifanya hivi unaenda kwa namna moja au nyingine kwenda kuwazuilia wao biashara yao ya kuuza nini, sanda. Lakini unapokuwa unafanya jambo la kijamii, hauangalii walio wachache, unaangalia walio wengi. Umma unatakaje? Umma unataka tu huyu muuza duka ambao wako 4 5 pale Kigoma mjini, au umati huu mkubwa ambao unahitaji support yako wewe kama mbunge waliokuchagua? Lakini kuna watu wengine wana uwezo wa kununua sanda, sio kama unanielewa. Kwa hiyo wataenda kununua, kwa sababu hizi ni sanda kwa ajili ya watu ambao hawana uwezo, sio kama unanielewa. Kwa hiyo sisi kuanzia mwezi wa 2, jimbo la Kigoma mjini, mtu akifariki, ndugu zake wataleta vipimo kwa mtendaji wa kata, watakatiwa, watakuja mtendaji atawasiliana na diwani pamoja na shehe au kiongozi wa dini wa kata, atawasiliana naye kwa baba na kuna uhitaji vina hivi. Hii nao tunafanya hivyo kwa sababu unaweza kukuta kuna mtu mwingine tena nyewe mnapeleka sanda na anaona sasa na mimi nianze kuuza sanda. Ananyofola mle kwenye zile za wananchi, anaenda sasa kuuza kwenye majimbo mengine. Sababu majimbo mengine bado sanda zitakuwa zinauzwa. Sio kama unanielewa. Kwa unaweza kukuta tena mtu analeta ubadhirifu wa sanda. Unajua kitu ambacho sio kizuri, lakini ndio maana unaona anawakabidhi diwani, mtendaji na shehe. Kwa maana lazima wataarifiana. Na kama atatokea mtu mjinga anafanya vitu vya hovyo tena, kuchukua tena vitu ambavyo tumewaletea wananchi wa Kigoma mjini, aende akauze kwenye majimbo mengine, kiuhalisia huyo tutamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Sababu sheria sizipo bana. Sababu huo ni wizi. Na mwizi sheria zipo ambazo zinaweza kumkabili mwizi. Sasa kuna mtu mwingine Baba Levo analeta masanda sasa ndo tufe. Ni kauli za upinzani ambazo lengo ni kudogosha kile ambacho nakifanya. Lakini kama unakifanya kitu kwa nia njema, kwa ukubwa, haujali wewe, unaangalia umati wako. Wakati napeka gari la harusi, si unaona kuna tunaita harusi uliona jinsi watu walivyoshambulia gari la harusi? Lakini baadaye umeona watu walivyosikia raha walivyokuwa wanafunga ndoa na kila kitu, midomo ikaisha. Kuna mtu nimepeleka madaftari, anasema kwa nini unaleta madaftari yana machata ya makampuni? Umeona, kwa kila kitu utakachokifanya watakosoa. Lakini wewe unatakiwa kuona, je, hicho unachokipeleka ni mabomu unaenda kuua wananchi, ni sumu unaenda kuua wananchi, ni bakora unaenda kuwachapa wananchi, au unapeleka kitu ambacho kinaenda kuwapunguzia mzigo wananchi kwa namna moja au nyingine? Sio kama unanielewa. Kwa hiyo
kuanzia mwezi wa pili, tarehe 1 mwezi wa pili, tuna uhakika tayari zitakuwa majola hayo yatakuwa yamefika kwenye kila kata. Kwa hiyo akitokea mtu amefariki kwenye familia yako jimbo la Kigoma mjini, swala la kwenda kununua sanda liondoeni kwenye michango ya kawaida ya familia. Sanda nendeni kwa mtendaji wa kata, atawakatia kipande, atawakatia sanda ambayo itatosha kuweza kuhifadhi kumhifadhi ndugu yetu au marehemu ambaye atakapopatikana. Dhati na hata mwenyewe nikifariki tawekwa umumo, watanivuningisha kwenye hizo hizo. Sisi zipo, tutanuaje sasa ya mbunge?